kila utakalofanya zuri au baya litakuathiri wewe kwanza kabla ya yeyote, kwa sababu wewe ndo mwajibikaji namba moja wa maisha yako. Kila utakalofanya litakuathiri wewe moja kwa moja kabla ya wengine kula mavuno ya ulichofanya, mema au mabaya. Kwa mfano, ukifanya jambo jema kabla ukoa hujasema huyu ni mwanangu, huyu rais ni mwanangu, huyu mbunge ni mwanangu, huyu mchungaji mwenye uwezo ni mwanangu, kabla hujasema hivyo, wewe kwanza ndo unakula yale mafao ya ule wema au ule usahihi au ule ubora uliodhibitisha. Hivi unataka kuniambia kwamba Dr. Ipiana, mbali ya kwamba wazazi wake wanafurahia na wanasema kwa kweli Mungu asante kwa kutubariki na huyu mtoto, hivi unafikiri anapokuwa labda anaimba mahali au amehudumu mahali akapewa ile sadaka kwenye bahasha, wazazi wake wanakuwepo kumsaidia kuishika? Au anapopita mahali labda akawa treated vizuri na watu wanasema napendaga nyimbo zako, usikae kwenye frame, mtumishi njoo hapa, njoo dirisha hili tukuhudumia haraka. Yani kwa sababu ni maarufu labda, na amekuwa maarufu sio kwa sababu ya kujipendekeza, kwa sababu ya kufanikiwa kufanya anachotakiwa kufanya. Kwa hiyo kila favor anayopata anaipata direct yeye kwanza kabla ya ndugu wengine. Wengine ni kama wanapata manufaa ya ziada, lakini mnufaika wa kwanza ni yule ambaye anahusika na jambo. Unanielewa rafiki? Wakati wa Magufuli alipokuwa hai, yani moja kati ya sifa za kuelezea Tanzania ilikuwa ni kwamba Tanzania nchi ya Magufuli. Unatoka kwa Magufuli. Yani ni kweli kabisa, kulikuwa na kama ka pride tunako, kama ambavyo sasa hivi watu wa Burkina Faso wanajivunia Ibrahim Traore. Yani ni moja kati ya mambo ukitwa Burkina Faso nasikia raha. Sio, unanielewa? Lakini kabla hujajivunia kwa Burkina Faso mtu anayetoka kwa Ibrahim Traore, bado yeye kama yeye sasa akikanyaga kokota anasema ni yeye au tunamfananisha, mbona kama unamfahamu? Unanielewa? Yeye ndo mnufaika wa kwanza na chochote chema au kibaya. The same with you. Kila utakalofanya sahihi, mnufaika wa kwanza wa usahihi ni wewe. Lakini pia upande hasi wa kila utakalofanya huko vivyo hivyo. Kila utakalofanya ambalo ni baya, kabla hawajaunganishwa wengi kwenye ubaya wako, wa kwanza kabisa, kwa mfano ukishika mimba, kabla hawajasema huyu mama watoto amemharibikia, wa kwanza ambaye atakuwa anatembea na uzito wa ziada, si ndio unaitwa ujauzito? Uzito wa ziada. Ujazo wa uzito. Ujauzito, sorry. Ujauzito. Ambaye ataonekana kwamba sasa hayuko flat tena, kuna namna ila nje ya ndoa, ambaye atakuwa anahusishwa na hiyo tuma kabla ya wazazi na kila mtu, ni wewe. Ni wewe. Kila kitokea katokea tena. Yani kila utakalofanya liwe jema au baya, mlaji wa matunda wa kwanza, kuanzia leo pokea neema ya kutenda mambo sahihi. Pokea mafuta ya kufanya mambo sahihi. Pokea upako wa kufanya mambo sahihi. Kwa sababu mlaji wa kwanza wa kila utakachoamua ni wewe. Mfano huko shule unakutana na hali ngumu, jambo zito mpaka unawaza hivi, au niahirishe shule. Atakaye ahirisha na wakati wenzake wanakuja mwezi wa 12 graduate, wanatupa juu kofia zao, na anawaangalia tu yeye akiwa mpenzi mtazamaji, ni wewe. Yani hakuna ambaye atakula hayo matunda zaidi yako. Kwa hiyo kila kitu kabla ya kufanya maamuzi, jikumbushe kwamba nakwenda kula, mavuno yake ni yangu. Niko peke yangu, hatuko wengi. Unaweza kusema watu wote 6, watu 10 katika darasa tumeahirisha mwaka, ila kila mmoja atayasikilizia maumivu yake ya kutomaliza mwaka ule kivyake vyake. Kama unanielewa, sema sitajiunga tena kwenye mkumbo. Sema hakuna maisha ya jumla. Sema maisha yangu ni yangu, naanza kuyachukua kama ya mtu mmoja katika jina la Yesu. Acha kuishi jumla. Moja kati ya silaha za kuzimu za kuzuia watu wasio watu wa maana ni kuweka kwenye ujumla. Unasikia dhambi zetu sisi vijana, yani sisi watoto wa maskini. Wewe na nani? Wewe na nani? Kwa mfano wewe na nani watoto wa maskini ambao mnatuongelesha sisi matajiri? Wewe na nani? Yani sisi watu weusi. Wewe na nani? Nyinyi watu weusi. Kwa sababu nikijiangalia mimi na Biblia nina unafuu. Au unaonaje? Mimi sio mtu mweusi. Mimi sipo kwenye orodha yenu watu weusi, msiniunganishe. Kwa hiyo kataa mtego wa shetani wa ujumla. Unafikiri basi tumevuka wengi? Watu ambao wamekamatwa somo hili
Ni karibu robo ya darasa, siko peke yangu. Kifo cha wengi ni harusi. Hakuna, hizo ni lugha za watu wasioenda mbali. From now on I remove you from the general public by the power of the Holy Spirit. Ukifanya vizuri kwenye maisha na kuacha alama, utapata sifa, heshima, utambulisho wewe kwanza kabla ya yote mwingine. Ukifanya vizuri kwenye maisha na kuacha alama, utapata sifa, heshima, utambulisho wewe kwanza kabla ya yote mwingine. Ndio maana lazima udhamirie kutoka ndani, I must be the best. Hakuna limiti ya idadi ya watu kwamba Tanzania inahitaji kwenye biashara wanahitajika watu 1000, wakizidi yao wengine wote wawe wa kawaida. Hakuna limiti. Yaani hata watu milioni 10 wote wanaweza kuwa wafanya biashara wenye matokeo, kila mmoja bila kumwathiri mwingine. Kama ni huduma, you can become the best in ministry.